kuna kukataliwa na ndugu, kuna kutengwa na marafiki, kuna kutengwa na majirani. Hayo yote yapo pale ambapo mwanadamu anakuwa ameingia ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ni kwa sababu anakuwa amehamishwa ufalme, yaani kwamba alikuwa katika ufalme wa giza, ameingia katika ufalme wa Mungu. Ina maana wale wote ambao wanakuwa wanamkataa huyo mtu ambaye anakuwa tayari amekwisha kulikiri jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ni kwamba yule mtu anakuwa ametofautiana matendo na hao watu, kwa sababu yeye ataenda katika matendo mema, wao wataenda katika giza. Ina maana nuru na giza havijawahi kaa pamoja, kama inavyosema kitabu cha Mwanzo. Mwenyezi Mungu aliumba nuru na pia akaumba giza, alafu akaitenga mbali nuru na giza. Ina maana watu wa giza na watu wa nuru hawawezi wakakaa pamoja. Ina maana kuna umbali ambao ni mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo pale ambapo anakuwa amekukataa Mwenyezi Mungu, ndipo pale ambapo anakuwa amekukubali. Hivyo usiwafate watu hao na kuanza kujieleza maneno mengi. Wewe mfate Yesu Kristo, kwa sababu Mwenyezi Mungu anakuwa amekwisha kuwaondoa mbele yako kusudi kwamba aweze kukuimarisha na pia aweze kusema nawe. Bwana Yesu asifiwe. Tena haya mambo huwa yanatokea ni kwamba pale mtu ambapo anakuwa yupo katika ulevi, anakuwa na marafiki wengi sana katika ulevi. Pale ambapo anaacha ulevi, marafiki wanajitenga. Pale ambapo anakuwa akiendelea kufanya uzinzi, marafiki wanakuwa ni wengi, lakini akiacha uzinzi, marafiki wanajitenga. Kuna jambo ambalo adui huwa analifanya, pale ambapo unakuwa unaenda katika uovu, kwa sababu ni njia pana, huwa anaweka marafiki wengi sana, na hao marafiki unakuwa unaona ni kama ndugu. Na ndio maana kwa mfano wale walevi, mtu anaweza akamuomba mlevi mwenzake pombe, akamnunulia pombe. Yaani hiyo ndo kazi ya shetani, lakini kumpa hela inakuwa ni ngumu kumpa hela. Na maana wana urafiki ule wa kishetani, lakini ule undugu kama Yesu Kristo ambavyo anakusha kutuweka katika pendo lake hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo Mwenyezi Mungu anakuwa amemuondoa huyo mwanadamu ili awe salama. Kwa sababu gani? Shetani waga ana mtindo wa kumtengenezea mwanadamu marafiki wengi sana, kusudi kwamba awe bize na marafiki kuliko kuwa karibu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi, usishangae kukataliwa, usishangae kunyanyaswa, kuonekana tofauti, kuonekana kichaa pale ambapo unakuwa umempokea Yesu Kristo. Hata Yesu mwenyewe alionekana amerukwa na akili. Paulo naye alionekana amerukwa na akili. Manabii na mitume wa Mungu walionekana wamerukwa na akili. Kwa sababu gani? Waliacha kuyafuata mambo ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo ishi katika Yesu Kristo, ni yeye ndiye ambaye atakutengenezea mapito yako. Hao wanadamu hawana mbingu ya kukupeleka, hawana jambo la kukufanya, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye mwanzo na mwisho wako. Bwana Yesu asifiwe. Tena baada kusema hayo, sina mengi zaidi, zaidi kusema Mwenyezi Mungu awalinde wote.